fanye. Sawa, nenda kakae na uongozi uliopo, peleka mawazo ya nje, tuikuze tume yetu ya mipango, iwe na ufanisi na kila kitu. Halafu wa mwisho, Kaguti, nakusudia kukupa mamlaka ya nchi hii kwenda kuiwakilisha nje, na utakapo kwenda kule, wewe umeibeba Tanzania yote mgongoni kwako. Kwa hiyo nadhani ukitoka hapa, naibu waziri wako yuko hapa, waziri nimemtuma huyu hapa, wataenda kukupeleka chuoni. Nadhani kuna crash program ya wiki 2 sio au 3. Baada ya hapo watakuwa wamejua kituo chako ni kipi, wanakwenda kufundisha ubalozi kwanza. Lakini wakati mwingine ubalozi mimi huona kama mnafanya uvivu, maki zile protocol, fundishwe sijui kifungo ufungeje, vifungo sijui kidole kikaeje, sijui ukikaji wa meza ufanyeje. Lakini mtu akikusema vibaya, wewe usiseme vibaya, mjibu politely, kitu ambacho mimi siwezi. Wakinikera mimi nabwatuka tu. Nikirudi ofisini, msaidizi wangu wa diplomasia ananiambia, Mheshimiwa Kimpale, leo ulikuwa hivi. Naambia hiyo kazi yako wewe. Mimi wamenikera, wamesema na mimi nasema. Kwa hiyo utapita kwenye crash program ya kuambia ubalozi ni nini, and then tutakupangia kituo. Utakia kazi njema. Haya, nadhani wote nimesema nao. Ndugu zangu walio hapa na mlio kwenye viti, mlio kwenye nafasi, kazi yetu ni kulifanya taifa hili liendelee. Kazi yetu ni kwenda kuitekeleza dira yetu ya miaka 25 ijayo, ambayo itaishia 50. Tatoka mimi kesho kutwa, ataingia mwingine, nadhani atatoka mwaka gani sijui 40, ataingia mwingine ndio kuja kumaliza utekelezaji wa dira ya 2050. Lakini sisi ndio wa kuweka msingi. Kama tulivyokuta msingi wengine wameweka, sisi tukajenga juu, na sisi ndio wa kuweka msingi wa utekelezaji wa dira ambayo tunakwenda kuitekeleza. Kwa hiyo niombe kila mtu akafanye wajibu wake, kila mtu akawajibike na pale anapotakiwa kuwajibika. Niombe sana ndugu zangu. Sasa mimi kwangu ni jicho, nani anacheza vipi. Ukiona steps zako haziendani na ngoma ninayoipiga, basi tutatupisha tu pembeni, niangalie nani mwingine miguu yake miepesi ambaye anaweza akaendana na steps za ngoma ninayoipiga. Sawa ndugu zangu, nawatakia kila laheri, kazi njema. Wale waliofikiri labda tukiingia kutakuwa na pindua meza, mambo yaanze upya, hapana. Hii serikali inaendelea. Kwa hiyo kutakuwa na mabadiliko, patches, kubadilishana vituo, kubadilishana sekta, hayo yatakuwepo. Lakini mpaka mtu akithiri sana ndio atakaa pembeni. Asipokithiri tutakwenda pamoja, tutarekebishana, tutakwenda pamoja. Kwa hiyo kachapeni kazi, kafanyeni kazi zenu. Tanzania ina midomo mingi mikubwa, kila unalofanya linatafsiriwa. Sasa nilikuwa naona mambo mengi, waziri katolewa, kiko wapi? Nacho kuambieni, nimelea, amekuwa na muexpose kwenye sectors. Ndicho nilichofanya. Na wote nilio wasogeza ni hivyo hivyo. Nalea, wanakuwa na wapeleka. Wengineko ningeacha Adumaye na mimi hapa. Mimi kesho kutwa natoka, future yake iko wapi? Nimwache Adumaye na mimi hapa. Anayekuja atakuja na wakwake. Kwa hiyo acheni midomo ya uongo. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa heshima na taadhima tunakushukuru. Na sasa naomba uruhusu